Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu Tunaona somo letu. Tunaenda kumaliza somo moja tu, lakini leo tunaenda kujibu maswali katika mwongozo huu. Basi kabla kwanza hivi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa wema wako na upendo wako. Siku ya leo tena umetupa kibali cha kusikia kutoka kwako unaponena nasi. Amen. Bwana, unaponena nasi tunakumbuka huyu anayetufuatilia naye apate sasa mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Haya, kushikamana na Mungu. Maombi yamechelewa. Maumivu bado yako pale. Labda nikuulize kidogo, labda tu kabla tunaendelea. Una uzoefu wa kutojibiwa maombi haraka? Kuna vitu ambavyo ulitamani haki yako upate haraka, lakini ulijisikia kuendelea zaidi kuomba, kumng'ang'ania Mungu, kushikamana na Mungu katika maombi, au ulisikia zaidi kuachilia mwachia Mungu? Mimi naomba niongelee uzoefu wangu. Ambapo haikupati nilipokuwa na Mungu nikaamini kabisa atanipatia, lakini haikutokea. Nikang'ang'ania hadi akanipatia. Mungu ni mwaminifu. Yaani hakuna siku nilikata tamaa, bado nikazidi kung'ang'ania, nikasema kama Mungu mwenyewe wewe ulikusudia, ulikuwa unaona rehema zake pa, nilikuwa naona rehema atakupa tu. Na uzuri zaidi, usikae katika vitu vya mashaka, kaa katika ahadi zake. Ulijisikiaje ahadi zimechelewa? Ahadi zimechelewa. Ulitikiaje? Unatikia kujiuliza. Wewe imekutokea wewe? Ndio nasema hivyo. Mbona unasema unaitikia, unaongea na yule au wewe mwenyewe? Inaponitokea mimi najiuliza kwamba Bwana, ni kwa nini? Namba moja. Ni kwa nini Namba mbili, najipa moyo kwamba yeye ni mwaminifu. Najikumbusha kusema kwanza, la kwanza ni uchungu. Ni uchungu. Lakini pili, mimi mwenyewe binafsi sasa najipa moyo kwa kusemaje, kama aliwahi kufanya hili, amewahi kunifanyia hili, na hili atalifanya. Sema tu muda ndio bado. Na muda wake anajua yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi najipa moyo kwa yote ambayo amenitendea tangu nyuma. Kwamba kama yote tena na magumu, hili je atatenda. Na yeye huwa siku zote ni mwaminifu, ndicho kinachonipa moyo. Lakini kwa kawaida sisi kwa muda wangu kama mwanadamu napenda vitu vinavyoenda haraka haraka. Labda Bwana, kesho kutwa niwe hivi na hivi nipate hiki. Inapovuka siku hiyo hajatimia, lakini yeye ni mwaminifu, kumbuka alinifanyia hiki na hiki na hiki, atatenda. Haleluya. Amina. Tumezungumza habari ya Yoshua, tumemwangalia Mungu aliyetimiza ahadi zote pande zote, lakini kuna mabaki na akataka wawe waaminifu na wasishikamane na maadui zao, wakitarajia kwamba Mungu atawapatia ushindi na atatimiza ahadi za baraka zake. Sasa kuendelea kumtumainia Mungu katika uaminifu wake kwa aliyotufanyia jana, yanatupaje nguvu kuendelea kumwamini kwa yaliyobakia ambayo aliyatimiza leo? Yanatusaidia alitayarishi uaminifu wake wa jana. Uaminifu wake wa jana tunachukua, niseme mtumeni neno gani? Ushahidi wa utimilifu wa ahadi yake. Kama jana alitenda, mzee wa mmoja alisema, kama katika kile nyakati ngumu aliweza kumtendea, hata nyakati ngumu ya sasa hivi pia atamtendea. Kwa sababu ana lile neno la tumaini, ana uthibitisho, atatenda. Uaminifu wake unatupa ujasiri wa kuendelea hata tunapopitia magumu au tunapokumbana na mambo. Uaminifu wake unatupa ujasiri. Amen. Amen. Ni kama Zaburi inavyotualika, anasema nitazikumbuka kazi za Bwana.
nitazitafakari matendo yako yote. Zaburi 77:11 mpaka 12 pale. Lakini hata maombolezo, nakumbuka kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari 21 mpaka 23 anasema, hili nalirudisha moyoni mwangu, ndio sababu ninatumaini. Rehema za Bwana hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Amen. Kwa hivyo kama unasema rekodi ya uaminifu yake ukitafakari, unaona ni mpya kila siku, ilikuwa itakuwa. Ila kwa uzoefu, kwa ukiingia uwanjani uzoefu, likija baya huwa lina tabia ya kufuta rekodi ya uaminifu wa Mungu iliyopita. Yaani unasahau. Ndio maana nilikuwa na kuelewa, nilikuwa nasema napata uchungu kwanza unapokumbana na hapo, lakini kumbukumbu zake. Twende habari ya ghadhabu na rehema za Mungu. Mungu hasamehi dhambi kwa kuipuuzia, anasema amen. Lakini pia msamaha unapatikana kupitia msalaba. Hii jambo ya ghadhabu ya Mungu, rehema za Mungu, rehema ya Mungu kwa dhambi zetu, kutuokoa msalabani pale na nini, unawezaje kuliongelea katika maisha yetu? Linatupatiaje, yaani inatusaidiaje kujua kwamba Mungu ana ghadhabu na rehema hivyo? Una amani kukana Mungu mwenye ghadhabu na rehema? Una amani. Kwa usingekuwa na amani zaidi, ingekuwa na rehema. Angekuwa rehema. Bila ghadhabu. Yaani hii habari ya Mungu na rehema, Mungu na rehema, ghadhabu na rehema, una amani navyo, vimekutana vizuri kabisa. Unahisi kama bado vinamwacha Mungu awe wa pekee. Katika Warumi 1 anasema ghadhabu ya Mungu ni juu ya uovu wote. Ghadhabu ya Mungu imeshuka juu ya nini? Ya uovu. Nachopata ni tumaini kwamba Mungu hapendi uovu uendelee. Hapendi kuona uovu uendelee. Rehema yake inaniita mimi kutambua kwamba huu ni ubaya. Na Mungu hataki niachane nao. Kwa sababu yeye mwenyewe hapendezi nao. Ile rehema yake inanivuta mimi kumuona kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Ananipenda, ananijali, anatamani kuwa katika uhusiano wa kweli na mimi. Uhusiano ambao hauna chembe chembe ya uovu ndani yake. Na ndio maana hata anasema, tumesoma hivi, si mwepesi wa nini? Wa hasira. Hebu na tufungo na Biblia inasema, je, wa udharau wingi wa rehema yake ambayo inatuvuta utoke katika kwenye uovu, tuingie katika uzima. Kwa hivyo vitu vile vinaweza vikakaa pamoja vizuri kabisa. Wewe unapenda uovu? Sipe. Nasa kufanyiwa. Ndio. Ndio. Yaani kama wewe ni mwanadamu kama mimi, yaani mimi uovu kwa kufanyiwa, mimi sipendi kuonewa. Hata wewe pia. Kweli kabisa. Ila huwa mara nyingi unaweza kujikuta mimi kuonea mwingine naona kama kawaida. Ila kuonewa nasema yeye amenionaje? Sasa kwamba kuna Mungu ambaye naye hapendi uonevu. Basi mbona ni habari njema basi? Hapendi uonevu, hata mimi sipendi. Na anaamua kwa haki. Sasa kwenye mahusiano yetu na wapenda dhambi, hapo ikoje hapo? Tumezungumzia habari ya msiachangamane na miungu yao na hao mabaki aliyosalia, usifungiwe nira na sioamini. Mnaionaje hiyo? Inaonekanaje katika habari ya yani kuakisi sura ya Mungu ya hasira na rehema kwa wasioamini au wapagani? Unaona ni rahisi kiasi gani au ni ngumu kiasi gani kwamba unamkubali Mungu mwenye huruma na hasira, na kwamba naweza nikazionyesha huruma hizo hizo na hasira hizo hizo kwa wasiamini? Hiyo ikoje? Mnaona muunganiko huu? Muunganiko unaonekana, ila kwenye somo tumesema anayemwamini Kristo amwamini na amkiri. Amen. Na hapo ndipo tunakuja kusema kwamba Mungu na dhambi
anachukia dhambi ila anampenda kwa sababu alimuumba kwa sura yake. Sasa tunapoambiwa tusichangamane nao, mimi nakuja kwako, mpe mfano, wewe ni mdhambi. Sasa unaweza ukanificha dhambi zako. Sasa mimi, wewe personally kama mchungaji, najua ni mtoto wa Mungu, nakuja kwako kama mtoto wa Mungu. Dhambi zako mimi sizijui, lakini unapotenda na najua kabisa wewe umetenda hivi, mimi sitaki kushiriki na wewe kwenye dhambi zako. Na unatakiwa usishiriki kwa kufanyaje? Kwa kunyamaza. Nisishiriki kwa kunyamazia, kukemea. Kwa kukemea. Amina. Onyesha hasira kwenye matendo yako ya dhambi. Kwamba sikubaliani. Sikubaliani. Ila wewe kama wewe, sina shida na wewe. Nitakuombea. Unapokosa chakula, usiache kukulisha chakula kwa sababu ni dhambi. Ila dhambi nitakwambia kwamba ndicho Mungu anachokifanya. Ndicho anachokifanya Mungu. Nisikuache umeumwa, nisikupeleke hospitali kwa sababu ni dhambi, lakini nitakwambia kabisa bwana, wewe unafanya 1 2 3, acha au sio nzuri. Mungu anaweza kukutenga kwa sababu umeng'ang'ania dhambi. Unapong'ang'ania dhambi, wasioamini tunaweza tukawatenga. Tunaweza tukakataa tusifungiwe nira kabisa. Maana unajua upendo na ukaribu vinaendana. Wewe kama unanipenda utakuwa karibu nao. Sasa wewe unaposema usifungiwe, Mungu anaposema usifungiwe nira na wasioamini, kwa lugha nyingine usio karibu nao. Mnaona rehema ya Mungu au hasira ya Mungu hapo? Inaonekana hapo. Hasira ya haki au neema unani rehema ya Mungu? Ni ya haki. Ni ya haki. Kwa nini ni ya haki? Ni ya haki kwa sababu Mungu anachukia dhambi. Anakaa nayo mbali. Wewe kanisa unaipenda uipendi? sipendi. Na kama unaipenda unaiacha huko kwenye mwili au unaitoa? Unaitoa. Ndio nasema mtu yote ile itoe kutoka hiyo. Sasa hiyo dhambi, huyo mtu anaishikilia hiyo dhambi, kwa mfano mzinzi anapenda, hataki kuacha. Alafu nasema mimi nitakuwa besti wake tu, ina shida, ndio namna hiyo nitamvuta taratibu. Wewe utaishia na wewe kwa mzinzi. Na ndio maana Mungu anasema usifungiwe nira na mtu wa aina hiyo. Amina. Sababu unaweza ukajikuta na yeye amekuvuta. Mungu hataki watu wake waendelee kuchafuliwa. Haya, mshirikina. Anasema mimi namsindikiza tu kwa mganga, ila mimi naenda mimi siingii kule. Wewe utaishia na wewe kwa mshirikina. Tuambie neno moja, kushikamana na Mungu. Hata wakati maombi yanachelewa, hata maisha yanapoonekana ndio hivyo, kushikamana na Mungu. Mungu ni mwaminifu siku zote, jana, leo na kesho. Amina. Kwa kweli Mungu ni mwaminifu, si mwepesi wa hasira, anachukia dhambi na ni mwingi lakini wa rehema. Amen. Rafiki yangu, labda nikupa tuachiane na kazi ya kufanya hapa. Unaweza ukaorodhesha mawili au matatu ambayo yanakudhihirishia maisha mwako kwamba Mungu ni mwaminifu. Amina. Alichoahidi amekutimizia. Na labda nikuulize tena, kuna vitu ambavyo vinakuzuia usipatie moyo Mungu kikamilifu, vinakuzuia usimfurahishe Mungu, usimpendeze Mungu, labda viwili vitatu. Unaweza kuvitaja. Unaweza kuitaja mbele za Mungu ya kwamba aviondoe. Kwani tusiingie kwenye maombi ya namna hiyo? Mungu atubariki. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo hili. Mioyo yetu inasema tutashikamana na wewe, maana tayari upendo wako umetushika. Tunakumbukia uaminifu wako, tunakumbukia matendo yako, ahadi zako zotimia. Tunasema wewe ndio tu uliyesalia, wewe ndio Mungu wa miungu, Baba uliyeko mbinguni wa kuaminiwa. Na haya yanayosimama katikati yetu na wewe, iwe ni marafiki, iwe ni waume, iwe ni wake, iwe ni watoto, iwe ni mabosi, iwe ni pesa, sanamu ya aina yoyote, miungu ya aina yoyote, leo hii tunaitandika mbele zako. Tunaiaibisha, tuifichi tena, tunaitamka mioyoni mwetu, na tunaomba Baba ukaiondoe. Ondoa kiburi, ondoa sifa, ondoa uzinzi, ondoa ushirati, ondoa
Masifa, ondoa kila kinachochukiza, na tunachokuomba Baba, utupe furaha ya kushika kama ulivyotushika katika pendo lako, katika uaminifu wako, sasa na hata milele, mpaka masomo mengine, kwa jina la Yesu, amina. Amen.